Afisa mdhamini Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda Zanzibar, Ali Suleiman Abed, amesema zana ya kuweka kumbukumbu kwa wafanyabiashara ni muhimu kwa lengo la kumsaidia mtu mmoja mmoja pamoja na vikundi kiujumla katika kutatua changamoto anazokabiliana nazo, hususan katika uwekaji wa fedha, matumizi na mambo mengine mbalimbali. Ameyasema hayo huku katika ukumbi wa ZSSF Tiberinzi Chake Pemba wakati akifungua mafunzo ya siku moja kwa wanachama na wafanyabiashara wa Jumuiya ya Kitaifa ya Wafanyabiashara inayojulikana kama Chamber of Commerce, yaliyoandaliwa na taasisi hiyo kwa kushirikiana na TCB huko ZSSF Tiberinzi Chake. Amesema ni vyema wafanyabiashara kuweka kumbukumbu ya akiba ili kupata mabadiliko chanya katika kuhifadhi fedha kwa kuzidisha bidii zaidi katika utunzaji wa kumbukumbu za fedha, mauzo na matumizi yao. Ni kupitia mafunzo haya naamini sasa basi yataweza kupeleka chachu ya mabadiliko, chachu ya kasi ya maendeleo katika ufanyaji wao wa biashara, lakini hata katika uzalishaji ule mdogo mdogo ambao wanaofanya. Lakini pia kuna masuala ya mbinu mbadala. Leo ulimwengu umebadilika, dhana ya biashara imekuwa, kwa sababu sasa hivi tunakwenda katika mifumo ya kiteknolojia zaidi. Yale masuala ya kufanya biashara kutumia keshi tu, kwa maana ya kuonana moja kwa moja, yamebadilika. Sasa hivi kuna njia za mitandao, watu wanafanya biashara bila kuonana maana yake. Sasa mafunzo haya mengine kupitia wenzetu hawa YAS pamoja na TCB yataweza kusaidia kukomboa ile jamii yetu kuwa na dhana pana ya ufanyaji wa biashara. Mratibu wa Jumuiya ya Kitaifa ya Wafanyabiashara kwa ofisi ya Pemba, Khalfan Amor Mohamed, amesema mafunzo hayo ni utekelezaji wa mradi wa Inclusives ambao unashughulika na bidhaa za bahari ikiwemo mwani, yamelenga kuwasaidia zaidi wafanyabiashara kuongeza thamani katika kuzalisha na kuchakata uzalishaji wa bidhaa hizo kwa kutengeneza bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea na vitu vingine. Ameongeza kuwa taasisi hiyo imebaini kuwepo kwa uhitaji mkubwa wa elimu ya uwekaji kumbukumbu kwa wafanyabiashara ili kuwawezesha kufanya biashara kisasa zaidi. Sasa tupo kwenye mradi wa Inclusives ambao unashughulika na bidhaa za baharini kwa maana ya mwani, samaki pamoja na mnyororo wa thamani zake. Lakini vile vile unashughulika na masuala ya wale wanaochakata takataka. Kwa mfano wanaochukua taka wakazitengeneza mbolea, wanaotengeneza maua na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kupitia huu mradi sisi tumetembelea wanachama wetu. Kwa hiyo tunapotembelea wanachama huwa tunataka kujua changamoto. Na miongoni mwa changamoto tulizozibaini ni kwamba wafanyabiashara wengi au wajasiriamali wengi hawaweki kumbukumbu, na tulipowauliza tukabaini kwamba hawana taaluma ya uwekaji wa kumbukumbu za biashara. Lakini vile vile tulibaini wanafanya biashara, wanajiita wajasiriamali, lakini ile taaluma ya dhana ya ujasiriamali hawanayo. Lakini pia tuligundua kwamba wengi wanafanya biashara kwa njia zile zile za zamani. Kwa mfano bado mtu analazimisha alipwe cash, pesa. Yaani hana njia nyingine ambazo mtu unaweza kumlipa. Kwa hiyo kutokana na haya tuliyobaini kupitia mradi, kwa sababu huu mradi mbali ya kuwawezesha wananchi, lakini wanachama au wafanyabiashara pia unaiwezesha ofisi yetu ili kuweza kufanya shughuli zake vizuri zaidi. Kwa hiyo kupitia yale tuliojifunza kwenye mradi ndio leo tumeamua kufanya haya mafunzo kwa wajasiriamali wetu ambao wengine ni wanachama wetu na wengine si wanachama wetu, kwa ajili ya kuwapa mafunzo hayo ya uwekaji wa kumbukumbu za biashara, masuala ya kupewa taaluma mjasiriamali anatakiwa awe vipi, lakini vipi mjasiriamali anatakiwa wahudumie wateja wake. Lakini pia tukaamua kuwaita wenzetu wa TCB na YAS ili waweze kuja kuwafahamisha njia ambazo zitawawezesha wao kufanya biashara kwa njia za kisasa na kujua zile fursa ambazo zipo kwenye hizo kampuni kama wajasiriamali. Miongoni mwa wadau wa mafunzo hayo akiwemo Territory Manager kutoka kampuni ya Mixx by YAS upande wa Pemba, Abdurrahman Muhammad Kasim, amesema lengo la kampuni ya YAS kuwa katika mafunzo hayo ni kutoa fursa ya kuwapa elimu wajasiriamali ili waweze kufanya biashara kwa njia za kisasa na kuacha kufanya biashara kwa njia za kienyeji, hasa kupitia mfumo wa malipo ya mkononi na kutumia njia salama ya kidigitali sambamba na kutumia Mastercard kwa wateja wa nje ya nchi. Wito wangu kwanza wawe na utamaduni wa kujiupdate, yani kila siku kuhakikisha kwamba wanajifunza mambo mapya ambayo dunia inaenda nayo, wasibaki na mazoea. Kwa hiyo wasichoke kujifunza kila siku, tafute namna ya kujiongezea ujuzi ili waweze
kukuza biashara zao, lakini pia kuendana na soko la kisasa. Naye kwa upande wake afisa mahusiano kutoka taasisi ya kibenki Tanzania Commercial Bank Ahmed Abdullah amewaomba wajasiriamali na wafanyabiashara kuendelea kujifunza kuweka rekodi bila kuogopa kwenda taasisi za kibenki katika kuangalia na kuzitafuta fursa zinazotolewa na benki kwa wafanyabiashara. Wito wangu mkubwa ni kutochoka kujifunza, kuweka rekodi za vitu vyao wanavyovifanya. Pia wasiogope kwenda bank, hata kuuliza kuhusiana na fursa ambazo wanazo bank. Wasiogope bank, waje, sisi tupo kwa ajili yao wao. Akizungumza kwa niaba ya washiriki wa mafunzo hayo, Mafunda Nasor Mbaruk ameishukuru taasisi ya Chemba kwa kuwapatia mafunzo ya kuweka kumbukumbu na kuiomba kampuni ya Yas kuwapunguzia makato kwa upande wa wajasiriamali wanapouza kwa lengo la kupata mwamko na uenezi, kuwa na matarajio makubwa watakapoweka kumbukumbu. Mafunzo tumeyapokea vizuri kwa sababu ni mafunzo kwa kwetu si mapya, lakini ni kumbukumbu za kutunza kumbukumbu za mahesabu ya kazi zetu tunazozifanya. Tulikuwa hatujapata mwamko kabisa kufanyia kazi, lakini kwa mara hii tumefundishwa vizuri zaidi, na hasa hiyo mada inayoendelea sasa hivi ni mada ya Yas ambayo tutauza biashara zetu bila makato yoyote, kwa sababu biashara zetu nyingi tunapitia katika mitandao. Tunatumiwa pesa kupitia kwenye mambo yetu ya mitandao, lakini inakuwa makato ni makubwa, inakuwa hatuendi mbele kwa kweli. Matarajio yetu ni kujikwamua na biashara zetu tulizonazo, kwa sababu saa hizi biashara zetu ni nyingi sana na tulikuwa tunauza bila kuweka kumbukumbu yoyote. Sasa matarajio yetu tukipata mafunzo kama hayo yatatuwezesha kusonga mbele zaidi. Kwa vitendo tutaweza kufanikisha na kusonga mbele katika uzalishaji wetu wa biashara, kwa sababu hapo awali tulikuwa tunauza tukiholela, hatuweki kumbukumbu. Mtu anauza na bidhaa pengine 6 au 7 au 10, lakini hatuweki kama bidhaa hii mwani nimeuza shilingi ngapi, na ukiuza unaisha kwenye lishe, unatumia kwa watoto, unatumia kwa kusomesha, inakuwa huweki kwenye mtandao, huna akaunti pengine maalum ya biashara. Sasa lakini kutokana na mafunzo hayo tunayoyapata, tutaweka kwenye akaunti zetu kama tulivyosomeshwa huko ndani. Sasa hivi masomo yanaendelea, tutaweka kwenye akaunti maalum ya biashara na akaunti maalum ya shughuli za nyumbani. Arafa Makame, Zenji Up.